Gazeti jingine ambao wameweka habari ya Dr. Mpango ni Mwanahabari. Wanasema gazeti bora Mwanahabari wanasema serikali itaendelea kusimamia haki, misingi ya demokrasia. Dr. Mpango azindua mbio za mwenge wa uhuru, asema wadau wote wa uchaguzi hususan wa vyama vya siasa wanakumbushwa kuwa wana wajibu wa kuhakikisha uchaguzi 2025 unafanyika kwa amani na utulivu. Haya, Anko BK. Yeah, kwanza tuseme kwamba ni wakati mwafaka kauli hiyo imetolewa, lakini sio kauli ngeni masikioni mwa Tanzania ama masikioni mwetu kusikia kwamba uchaguzi utakuwa uhuru wa haki, lakini pia heshima na haki za binadamu zitazingatiwa, ikiwemo ule uhuru wa kuchagua lakini na kuheshimiwa kwa maamuzi kupitia boksi la kura. Kwa hivyo vimekuwa ni vitu vya kawaida sana kuvisikia katika masikio yetu, kauli kutolewa na viongozi mbalimbali ambao wako katika uongozi kwa maana ya serikali. Lakini sasa tunahitaji kuona vitendo, sio maneno tena, kwa sababu uchaguzi sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili, sio mwaka jana wala sio mwaka juzi. Zimefanyika chaguzi mbalimbali na maneno ni haya, lakini unapofikia uchaguzi kunakuwa ni vitu viwili tofauti. Kuna tofauti ya mambo yalivyo na yalivyo mambo. Sasa hapa tunataka kuona yalivyo mambo. Hizi kauli za kusema kwamba uchaguzi kwa wa haki na haki, sijui maamuzi ya wananchi yataheshimiwa, demokrasia itakuwepo. Tumeona uchaguzi uliopita miezi kadhaa tu hapo nyuma tumeshuhudia. Kwa tunahitaji kuona kwamba kweli huo uchaguzi unakuwa ni uhuru na haki, lakini maamuzi ya wananchi yanaheshimiwa katika katika boksi la kura. Isiwe ni maneno tu, isiwe. Kwani wewe una mashaka na chaguzi zilizopita kwamba kulikuwa kuna changamoto yoyote uliiona? Mambo ni mengi. Wewe na msikilizaji na wewe tuambie, kuna changamoto yoyote uliona kwa chaguzi zilizopita? Mambo ni mengi sana Al-Muhammad. Kuzungumza na kutenda ni vitu viwili tofauti. Hebu sawa, tumsikize makamu wa rais Anko BK. Sawa. Tunarudi. Sawa. Amani na ujenzi wa taifa kwa kuhamasisha maendeleo. Kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na kauli mbiu hii inalenga kuwakumbusha na kutusisitiza Watanzania wote kutumia kikamilifu haki yetu ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Napenda kuhakikishia kuwa katika uchaguzi wa mwaka huu 2025, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kusimamia kwa dhati na kwa haki misingi ya demokrasia na kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa uhuru, kwa wagombea nafasi mbalimbali za uongozi na kuchagua viongozi wenye sifa wanaowataka. Ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika kwa ufanisi, amani na utulivu, ninapenda kutumia jukwaa hili kusisitiza mambo muhimu yafuatayo ili yazingatiwe. Kwanza, kila Mtanzania mwenye sifa za kushiriki uchaguzi ahakikishe anaandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwa mujibu wa sheria na maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Pili, wapiga kura wanahimizwa washiriki katika kampeni za uchaguzi ili kusikiliza wagombea wa nafasi mbalimbali wakinadi sera zao na za vyama vyao. Na hii ni muhimu ili kuwawezesha kufanya uamuzi wa uhakika juu ya kiongozi anayefaa kuchaguliwa. Aidha, katika kipindi hicho ni muhimu kuhakikisha hali ya usalama, utulivu na amani unadumishwa. Tunawaasa wananchi wote na hususan vijana wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu kwa kuepuka kutumwa vibaya kufanya vitendo